Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia leo tukaweza kuwa pamoja hapa, na kwa mara ya kwanza kabisa, Mheshimiwa Spika, nikiwa mbele ya bunge ni baraza la wawakilishi, baraza tukufu. Lakini pili, nimshukuru pia, nitumie nafasi hii Mheshimiwa uniruhusu nimshukuru Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa kuniteua, kuendelea kuniamini, kuniteua nafasi ya mjumbe wa Baraza la Wawakilishi, lakini pia nikiwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ. Aidha, nitumie nafasi hii Mheshimiwa Spika nikushukuru wewe binafsi, naibu spika, wenye viti, waheshimiwa wenzangu, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wote, na nikupongezeni kwa kuchaguliwa na wale tulioteuliwa pamoja. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri na hatima njema. Mheshimiwa, ama baada ya maelezo hayo, sasa naomba kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Spika, uniruhusu niweze kumjibu Mheshimiwa Abdul Wahab Saidi Abubakar, mwakilishi wa jimbo la Chake Chake, swali lake namba 152 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, naomba kukiri kwamba mji wa Chake Chake umeshuhudia ongezeko la magari ya abiria, huku kikiwa na ukosefu wa stendi rasmi ya magari ya abiria. Mheshimiwa Spika, hata hivyo, naomba nimjulishe Mheshimiwa mwakilishi kwamba mpango wa serikali kwa mwaka 2026-27 tayari tumeshaandaa kujenga stendi. Tumeweka eneo la Madungu pale napo kwa ajili ya eneo la dharura. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Abdul Wahab Said Abubakar kwa swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, tunafahamu kwamba na serikali imekiri kwamba kuna ongezeko kubwa la magari katika mji wa Chake Chake, na mradi wa utekelezaji ujenzi wa stendi utaanza kwenye mipango ya 2026-2027. Je, serikali imeshaanza kuchukua hatua za awali za utekelezaji wa mradi huo ili kupunguza muda wa utekelezaji wa mradi husika? Asante Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa ruksa yako naomba niendelee kumjibu Mheshimiwa na nimpongeze kwa swali lake zuri. Mheshimiwa Spika, kama nilivyotangulia kusema kwamba mradi huu actually mwanzo wake ilikuwa upo katika mradi wa BKC, lakini baada ya kuona tuna delay, tukaona sasa tuchukue nafasi ya kutafutia mradi huu sehemu ya kuweka ili uende haraka. Na naomba nimtaarifu tu Mheshimiwa kwamba mradi huu tayari upo ongoing process. Wakati wa airport sasa hivi tuna ujenzi wa airport, tuna ujenzi wa barabara ile mkoani Chake Chake, sambamba na ile barabara ambayo inatoka Chake Chake kwenda airport. Mradi huu wote kwa pamoja, kadiri unavyopata spidi, ndivyo package ya eneo letu lile ambalo tunataka kulijenga limo katika mradi huu. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie kwamba kama tulivyopanga, programu hii itakwenda kwa mujibu wa ule mradi mzima utakavyokwenda, na kituo tayari kipo. Lakini kama haitoshi, hilo unalolisema tumeliona hilo, na ndio maana tukasema kwa wakati huu tutengeneze eneo la dharura ili tuone namna gani tunaweza tukasaidia kuondoa ule msongamano. Na eneo lenyewe Katari pale kuelekea Tibirizi, eneo lile la parking za gari zile nalo pia tutalitumia pale Tibirizi pale kwenye opposite na hoteli ambalo tuliweka kwa ajili ya, pamoja na eneo huku kwenye soko hili la Qatar tuna eneo nalo tumeshatenga. Lakini ukienda Madungu juu kule kwa upande wanaotokea kusini, tumesema wao tuwaweke kwenye eneo la kule, na tayari mipango imo kuhakikisha kwamba jambo hili nalo tunalitanzua kwa haraka. Naomba kuwasilisha. Asante. Namuona nyuma kabisa kule Mheshimiwa Zaina au inshallah. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii adhimu. Kwanza nikushukuru kwa kunipa nafasi hii, lakini pia nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia tumekutana tena hapa tukiwa wazima na afya njema. Lakini pia Mheshimiwa Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri ambaye amekuja na mtazamo mzuri. Naamini kwamba Mheshimiwa Waziri sasa hivi atakuwa
yuko vizuri na ataweza kutujibu majibu yetu kwa ufasaha. Nimpongeze sana katika majibu yake ya ufasaha. Lakini katika majibu yake Mheshimiwa Spika amezungumzia kwamba ujenzi wa vituo, lakini kwamba tuipongeze serikali kwa ujenzi wa vituo vya daladala, lakini pia na gari ambazo za shamba tunazoziita sie za shamba. Lakini Mheshimiwa Spika, vituo hivi vimekuwa havitumiki kiuhalisia wake, ikiwa hasa ukizingatia gari za abiria ambazo ni daladala zimekuwa zikisimama maeneo ambayo yalikuwa sio maalum ambayo ya vituo, hivyo kupelekea usumbufu kwa watembeaji kwa miguu, lakini pia wa vyombo vya moto ambavyo vinavyotumia barabara hizo. Lakini hasa ukizingatia na watu wenye mahitaji maalum wanazipitia barabara hivyo. Je, Mheshimiwa Waziri, naomba mpango gani wa mkakati ambao wa kuona kwamba kuhakikisha kwa daladala zote ambazo zinazopita katika barabara zile zinasimama katika vituo husika? Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nichukue nafasi hii uniruhusu nimjibu mheshimiwa aliyeuliza swali sasa hivi. Mheshimiwa, kwanza nimpongeze kwa swali lake zuri. Ni kweli yako maeneo ambayo sasa baadhi ya madereva wa daladala husimama ama mbele ya kituo ama nyuma ya kituo. Wakati mwingine hutia visingizio vya kwamba ile trafiki iliyopo katika kusimama kusubiri abiria. Lakini nataka nimhakikishie mheshimiwa kwamba jambo hili tunakwenda nalo kupambana nalo, na nikuhakikishie kwamba kadiri tunavyoweka vituo ndivyo tunavyoweka instructions za namna gani kwa maana madereva wa daladala wanaweza kusimama kwenye sehemu sahihi. Na hili nataka nikupe mfano mzuri. Sasa hivi tumeanza taratibu, kwa sababu mambo haya yanahitaji elimu pia. Kwa hiyo tumekuwa tukichukua hatua sana za kuwapa watu elimu. Ukiangalia leo tumetengeneza kituo cha temporary kwenye eneo la Kisiwandui pale, na pale kama mtu hana dharura ya kusimama hakutakiwa kutimiza hata dakika 3, lakini kuelewa kwamba namna gani usimame pale ili usiweke congestion. Kwa hiyo mheshimiwa, tunao mkakati madhubuti ambao tutauweka watu wao wanafuata instruction, na moja kubwa ambalo tutashirikiana na wizara za wenzetu, kwa maana Wizara ya Ujenzi, kuona pia zile alama zinazoonesha nini kifanyike. Nadhani hilo litaenda kuwa mwarobaini wa jambo hili. Asante. Swali la mwisho la nyongeza, Mheshimiwa Aza au nani? Aza January Joseph. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kuniona na kunipa nafasi, na naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake mazuri na ya ufasaha. Lakini naomba kuuliza swali moja la nyongeza kama hivi ifuatavyo. Kwa kuwa majibu yanasema kwamba ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kusini imeandaa mpango wa dharura wa kuweka stendi katika eneo la Tibirinzi, na kwa kuwa Mheshimiwa Waziri amesema kwamba anakiri kwamba ni kweli magari yale ni mengi, yameshakuwa mengi na yanasababisha msongamano, naomba kujua hii stendi ya Tibirinzi itaenda kuanza kazi kwa muda gani, na tukiwa tunaamini kwamba inaenda kusaidia kuchangamsha soko lile la Tibirinzi. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa ruksa yako naomba ni mjibu swala Mheshimiwa Aza swala lake la nyongeza kama ifuatavyo. Nakiri na kama alivyoendelea kukiri kwamba kweli na sote tunakubaliana kwamba congestion imeongezeka. Kwenye suala la dharura litakwenda kidharura pia. Kama tunavyosema sasa hivi kituo kile kimeshakuwa kipo. Kuna kituo pale ambacho si kituo cha daladala actually. Tunaweka pikipiki, teksi zetu Tibirinzi pale. Tutaanza kukitumia kile. Lakini hivi ninavyokuambia tayari tumeshaanza kusafisha eneo ile la Qatar pale kwa ajili ya kufanya kwa zile gari zinazotoka kaskazini kama nilivyosema. Lakini na Madungu nako tayari soon tunaanza hiyo process. Kwa hiyo nataka kama mkao wa kula mheshimiwa, tunaposema tunatekeleza basi tutatekeleza kwa kasi ili kuanza kupunguza ule msongamano kama tulivyouona. Asante sana mheshimiwa Katibu.